Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nimewaleteeni sehemu ya pili ya Perfume. Kijana Robin anaelezea kwanza sehemu ya kwanza imeishia pale ambapo ameenda kazini na kurudi nyumbani mwake, akakuta kila kitu kimepangiwa sawa sawa, nyumba imetandikiwa hadi na chakula kimepikiwa. Kipindi kwa nakula sasa akalala. Sasa kipindi amelala anakuja kusikia hodi kipiga ndani ya mlango wake, akakwenda kufungua na akakuta hakuna mtu. Basi msikose kusubscribe na comment ili tuwaletee mikasa mingi tofauti na mizuri sana na yenye elimu ndani yake. Karibuni. Naam, kijana Robin anaelezea kipindi alipotoka kufungua mlango akakuta na mtu yoyote. Amejifikiria sana, hayo manukato ambayo yananuka mbele ya mlango wangu ni manukato ya aina gani? Lakini akisikia anasikia ni kama yale ya kwake ambayo aliyoyauza. Akasema isiwe shida, zingine haya manukato yangu nayo kwa sababu yana nguvu na uwezo inaweza kuwa ndio anamotea hivi. Akarudi ndani kulala, akalala. Sasa alipolala akaota kama kawaida yake amekuwa humo ndani ya nyumba yake. Akasikia ghafla mlango ukipigwa hodi. Kwa mara hii ameenda kufungua, akamkuta msichana mrembo ambaye alikuwa katika ile duka ambalo la Waarabu anaenda kuuza ile perfume. Amekuwa mbele ya mlango wake, amevalia gauni nzuri iliyopamba mwili wake, kisha kutabasamu likionekana ndani ya uso wake. Alimtizama sana, kisha kaangalia kwa chini ndani ya miguu yake, kuja kuzubai hivi na kuangalia tena. Akakuja kukutana ni kwato za ng'ombe. Ameshtuka kutoka usingizini akapiga fujo, mama! Kijana Robin anatuhadisia kipindi anapotoka usingizini amekuja kushtuka, anakuja kusikia harufu ya manukato ambayo pale pembezoni ya kitanda chake. Anaangalia huko na kule kama tamani yule msichana amekuwa akitetemeka akisikia uoga, maana ameona kwato za ng'ombe katika usiku wa ndoto zake. Ule msichana ambaye kwa wale mwana katika ile shop ya Waarabu, sasa leo ameona katika ndoto alikuwa na kwato za ng'ombe. Ndio akasikia kwenye mlango wake wakigonga tena, amesikia uoga akitetemeka, akasema pasi fungui nisije nikakutana na yule msichana ambaye nilimwona ndani ya ndoto zangu yuko na kwato za ng'ombe. Aliogopa sana Robin, akasema hapana, siwezi kwenda kufungua. Ndio yule mtu akasema ni mimi fulani jirani yako hapa. Ndio akashimama akaenda kufungua. Imekwisha kwa asubuhi, amekuwa akitetemeka sana. Ameenda kufumbulia yule jirani yake, huko amekuwa ameogopa akitetemeka, jasho zimekuwa nyingi ndani ya mwili wake. Mpaka jirani yake akamwambia, vipi Robin, mbona uko hivyo umetetemeka afu unaonekana mwoga? Ndio akamwambia, samahani, nimekuwa kwenye ndoto ambayo imenishitua sana mpaka nikaogopa. Akamwambia pole sana. Light Robin angekuja kugundua kama hiyo manukato ambayo ndio perfume ndio na kugota hicho chanzo na sababu angeacha kujipaka. Ndio akaamua akajiandaa, kisha akajipaka tena ile manukato na ile perfume, akaenda zake kazini. Lakini ameenda kitetemeka sana na kijiuliza maswali, maana hizo ndoto zangu ni nini? Itanibidi sasa niende kwa mtaalamu ili anadisie maana hii ndoto, maana sielewi. Kukutana chumba changu kimetandikiwa, maana ndoto za ajabu. Ndio akasema kwamba kesho akitoka kazini atapitia kwa mtaalamu ili amhadisie habari za ndoto zake. Alimaliza, maana yeye kwa gani Robin alikuwa ni mtu ambaye anacho kitu cha vikosi ama makundi. Yeye ni kwa mtu akimaliza kazi yake na kujelekea nyumbani kufanya mambo yake. Sasa alipomaliza kazi zake, sasa kabidi arudi nyumbani. Hivyo vifika majira ya usiku, maana kwa kienda mchana anarudi usiku. Hapa ameingia usiku, amerudi iko anarudia nyumbani. Amekuwa akitemeka kabisa, alikuwa anaona njoo za sasa, leo sijui kitu nitakutana nacho ndani ya nyumba yangu. Akaenda kufika kama kawaida yake, akakuta nyumba yake imetandikiwa, mambo yamekuwa sawa. Kumbe hayo mambo akakuwa shayazoea. Ndio akaelekea jikoni na kuchukua chakula ambacho alipikiwa na mtu ambaye siyemjua. Anachukua chakula na kula. Sasa akamaliza, akachukua simu yake ili kupita huku na kule, akaona namba ambayo ni ngeni, ajui namba ni nani. Akakuja kurudisha kumbukumbu nyuma, akakuja kumbuka kwanza hii namba ilipewa na mwanamke ambaye siku moja amelala kiota anaenda kwa ile duka la Waarabu kuuza perfume. Ule msichana alimwambia, chukua namba yangu, utanipigia kwa sababu perfume zikikuja nitakuwa nakujuza. Alishangaa na kudua sana Robin. Jiuliza, hivi ile ndoto ilikuwa ni kweli? Akasema hapana, hii sio ndoto. Sasa kipindi kwa hapo anaikana sasa usikia manukato na kuwa mengi ndani ya nyumba yake. Amekuja kusikia kishindo kinene sana, ameogopa na kutetemeka. Sasa ghafla akakuja kusikia miguu ya mtu yuko anatembea na mfuata hapo walipo kwa makwato za ng'ombe hivi, sijui nasema hivi vitu ya wanawake ambao ni kwire, yuko vinapiga ta yuko naelekea sehemu walipo. Kwa kitetemeka na kusikia oga, ile kiumbe kikakuwa kimefika mbele ya mlango wake, kimekuwa kimuita jina lake mara 3. Afu kwa sikiliza sauti ya binti mrembo sana kimuita Robin. Ameogopa Robin na kutetemeka, akasema chende nifungue mlango na hicho kiumbe ambacho kinaniita ni kiumbe gani? Anakwenda akitetemeka, anaenda kufungua mlango. Anafungua mlango, ghafla anakutana kile kiumbe akipo kimetoweka. Hii kufumba na akiuka kwa nyuma, anamwona msichana mrembo sana kwa kitabasamu, alafu chini amekuwa na kwato za ng'ombe. Na ushauri kwa nyinyi mnayetusikiliza, msikilizaji, sio kila manukato ambayo unayopenda na kumotea ndani ya pua zako mengine yatakuzuru maisha yako. Basi inabidi pale unapokwenda kuyauza, chunguza kwanza na kuyakemea, maana nakuomba Mungu akusaidie na kuepusha na balaa, maana hizi manukato hizi maperfume zingine zinakuwa ni za majini. Msikose kutufuatilia katika sehemu ya 3 na ya mwisho
mwisho kwa kubonyeza subscribe na comment, ili tuwapatie mikasa nyingi sana ambayo tofauti tunawaletea yenye elimu ndani yake. Karibuni, asante.